Madhumuni yetu ni kwamba tukielewa haya mambo, kielewana, baadaye na hasa kwa mazungumzo ya sasa, tunataka tufike mahali ambapo tutakuwa na katiba mpya. Sasa mimi niliona nirudie mambo fulani fulani, kwa sababu kama kweli, sijui kama tutafika huko hivi karibuni. Jenerali alikuja kunihoji na aliuliza maswali mengi tu. Moja lilikuwa kama tutapata katiba mpya karibuni, na jingine nadhani aliniuliza juu ya Nchimbi. Nilitoa maelezo. Lile la Nchimbi kasema baadaye, nikamwomba hebu liondoe, wakati wake haujafika. Lakini kuhusu kupata katiba, nilisema mimi sioni uwezekano wa kupata katiba kufika mwaka 2029. Sioni uwezekano wa hiyo. Na kama hatutapata katiba mpya tukaingia kwenye uchaguzi mwaka 2029 na 2030, kwa utaratibu tulionao hapa, tuwe na tume hii na mfumo huu wa uchaguzi, tutapata madhara makubwa. Kama alivyosema Profesa, bado tunaomboleza, wananchi wanaomboleza, lakini ukiangalia kama serikali inaona hakuna kikubwa, ama hata yale tuwe na taifa, tuwe na siku ya kuomboleza, kusikii chochote, wanaona kama kitu cha kawaida. Madhara tuliyopata, majeraha ambayo nchi imepata ni makubwa, na inaonekana ni kama tunakwenda kwa mwendo wa kusema twende hivi, yatasahaulika, tutaendelea kama kawaida. Hapana. Kwa nini nasema hatutapata katiba 2028? Tume ya Chande ilitoa mapendekezo ya mambo ya kufanya, na kuhusu katiba ilisema kwanza tuwe na hatua za mwanzo. Kwanza uwe na kamati ya majaji, wafanye kazi kujua nani walihusika katika vurugu zilizotokea 2025. Wamepewa muda, sijui ni muda gani wamepewa. Kamati ya Lila imepewa wiki 5, lakini kukiwa na mahitaji wataongezewa. Wakimaliza hao, uwe na kamati ya wataalamu wa kisheria, walinganishe katiba ya sasa, rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba na katiba inayopendekezwa. Tarudia yale niliyomwambia jenerali. Hiyo kamati ikishamaliza hiyo, ipate maoni ya wananchi. Hiyo maana yake ni tume nyingine, kwa sababu kama unataka kupata maoni ya wananchi, huwezi kuyapata kwa mwezi mmoja, lazima utoe muda wa kutosha, labda miezi 6 hivi. Sasa wakishamaliza hiyo,
umepata maoni ya wananchi, then unachukua na tume ya maridhiano, na tume ya maridhiano sio, haitafanya kazi kwa muda wa wiki chache ama miezi michache, kwa sababu kufuatana na ripoti ya Jaji Chande, tume hiyo itashughulikia masuala mtambuka, mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi. Nadhani alipokuwa akieleza Profesa Akechi, matatizo ya tume zilizopita hayakuenda katika maeneo fulani fulani. Sasa kama tunataka kuwa na tume ya maridhiano, ni lazima ipewe muda wa kutosha. Sioni kama unaweza kuipata katika miezi michache. Sasa ukimaliza hiyo, ndio unakwenda kwenye katiba, mzungumze, mkubaliane juu ya katiba, kisha upate utaratibu wa kupitisha hayo mliokubaliana, kisha ipitisha iende kwenye referendum. Ikitoka kwenye referendum, lazima kabla haijatumika uwe na kipindi cha mpito ambacho sasa sheria, kanuni, taratibu zitatengenezwa ili iweze kutumika katiba hiyo. Sasa unauliza muda wa mpito ule. Kuna mambo mengine kama aliyokuwa kwenye rasimu kama ya uchaguzi. Inatungwa sheria ya uchaguzi, ili ifanye kazi lazima utie taratibu zote zile. Tunayo sheria ya uchaguzi ambayo inafanana na mapendekezo ya tume, lakini haifanyi kazi kwa sababu ile ni lazima upate wajumbe kwa utaratibu fulani, uweke taratibu nyingine, lakini tunasema tumetunga ile sheria, sasa unaita tume huru, ambayo haikufuata yale masharti yaliyo katika sheria. Lakini kuna mambo mengine, kuna masuala mazito ya katiba ambayo lazima tufikie mwafaka. Unayo masuala ya mfumo wa uchaguzi. Hilo ni masuala moja kubwa. Unayo swala la mgawanyo wa madaraka. Una swala la muungano na una swala la maadili. Haya yote ni mazito. Hivi kama tukikubaliana kwamba tunakuwa na muundo wa muungano wa serikali tatu, kama tukikubaliana hivi kwamba tutakuwa na muundo wa serikali tatu, ukishaipitisha hiyo katiba haitatumika mpaka kwanza utunge katiba ya Tanganyika. Sioni katika kipindi hiki tunaweza kuwa na katiba ambayo tunaweza kuitumia uchaguzi ujao. Na yaliyotokea mwaka jana, kama hatutakuwa tuna katiba mpya ambayo inaweza kutumika, yaliyotokea mwaka jana yanaweza kuwa mabaya zaidi kwa kipindi kitachokuja. Mimi naona kama hizi tume ni kama utaratibu wa kwenda mpaka tusahau, lakini yaliyotokea mwaka jana huwezi kusahau, huwezi. Na tusipoangalia, sisi tulikuwa tunasifika kwamba ni nchi ya amani. Majirani zetu wengi walikuwa wanakuja kupata hifadhi hapa kwa sababu kwao hakukuwa na amani.
kama tusipoangalia tutajikuta wakimbizi kwenda mahali fulani. Mimi sijui, maana nikiangalia wanavyoona mambo, katiba tumeizungumza tangu mwaka 92. Mahali pa kubadili tunajua, sio kwamba hatujui, tunajua, lakini wanaohusika tufikie hapo wanasita. Mimi sijui kwa nini wanasita. Ni masuala machache sana, yale mazito. Tukishakubaliana hakuna matatizo. Nilipo jenerali aliponiuliza juu ya Nchimbi, wakati ule ilikuwa kwamba yamekuwa mazungumzo kwenye halmashauri kuu, ndio kaniuliza nilikuwa nasema yanakwenda na mchakato huu tulionao. Nilisema Nchimbi namfahamu kwa muda mrefu tu. Nilifanya kazi na baba yake kwenye serikali akiwa police officer na kwenye chama kama katibu wa mkoa. John Nchimbi nilifanya naye kazi, tulikuwa karibu. Lakini Emmanuel nimemfahamu kuanzia mwaka 98. Mwaka 98 ndiye alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa vijana wa CCM, na kwa nafasi hiyo akaja kwenye halmashauri kuu, ndio nikamfahamu. Alikuja kama kawaida, kulikuwa na kundi la vijana machachari, ilikuwa kawaida ya vijana hivyo wakiingia mle. Nchimbi na timu yake walikuwa wanachangamsha chama, wana mawazo ya vijana, wakati mwingine yalikuwa yanakinzana netu sisi wazee tuliokuwa mle, lakini ilikuwa na kawaida. Nimemfuatia nilipotoka kwenye halmashauri kuu, nilipostaafu, nilipong'atuka mwaka 2002, kaendelea kuwasiliana na Emmanuel, na hasa kwa sababu yeye alisoma na vijana wangu Osby Primary School, na wakawa wana mawasiliano. Kwa hiyo ukiacha hii, nilikuwa nakutana mara moja na yeye, kila wakati alikuwa anakuja anasema Emmanuel anakusalimu, na tukafika mahali ananiona kama baba, ni sehemu ya vijana wangu. Ameendelea mwaka nadhani 2003 akawa mkuu wa wilaya ya Bunda. Bunda ndiko ninakotoka, na nilikuwa kwenda nyumbani na kuona hali ya wilaya ikoje. Emmanuel alifanya kazi nzuri Bunda, alikuwa very dynamic, na alipofika wakati wa kutoka Bunda kuonyesha walivyo appreciate kazi yake, waliacha legacy yake, wakajenga shule wakaita Nchimbi. Tuna shule Bunda inaitwa Nchimbi kwa kukumbuka kazi aliyofanya kule. Okay, amekuja ameendelea kwenye serikali, tulikuwa tunakutana, mawazo yake ni clear. Amekwenda kwenye ubalozi, amerudi, amekuwa katibu mkuu.
alipokuwa katibu mkuu mwaka jana Februari, alitembelea na tukawa na mazungumzo marefu kuhusu chama. Tuliconcentrate kwenye chama tu. Nikamwambia tusipoangalia chama kinakufa, kwa sababu sasa hatufanyi kazi za chama, tunafanya kazi za serikali. Serikali inakuja inatoka, lakini chama kipo. Nikamwambia siku hizi viongozi wa chama hawafanyi kazi ya chama, wanafanya kazi ya serikali. Wakitoka wanafanya kazi ya serikali. Kaambia siku hizi hakuna mikutano ya wanachama, ndio ilikuwa inaleta mawazo ya wanachama. Tulikuwa na kalenda, siku hizi hakuna. Nikasema mimi nikamshauri, kazi yako kubwa kama katibu mkuu ni kufufua chama, chama kifanye kazi. Pili, rushwa imeingia na hasa kwenye chama. Sema mjitahidi kudhibiti rushwa. Haya ndiyo mazungumzo yetu wakati ule. Basi amekwenda amefanya kazi, sijui alifikia wapi kuhusu yale ya chama, lakini amekuja akawa makamu. Amekuwa makamu. Mwezi uliopita alinitembelea, tulikuwa na mazungumzo marefu kuhusu mambo mbalimbali ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi, lakini mawili ambayo nilisisitiza kwake. Mawili nilisema nchi imejeruhiwa, nchi iko katika maombolezo, nchi inahitaji kuponywa. Lakini matatizo yote tunayopata haya, chanzo chake ni katiba mpya. Kwa sababu matatizo ambayo yametufikisha hapa ni kwamba hatujapata katiba mpya. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba mjitahidi tupate katiba mpya. Na ilikuwa wazi kwamba katika yote tuliyofanya, kusita kulichofanya tusifike katiba mpya uko kwenye serikali na CCM. Ikifika wakati serikali kwa dhati kabisa, CCM kwa dhati kabisa, inasema tupate katiba mpya, tutaipata. Kwa hiyo jukumu mlilonalo ni kubwa, kwa sababu ni serikali ambayo iliamua kwenye awamu ya 5 kwamba katiba sio priority, sio kipaumbele. Ikaamua hivi, na tumeendelea, tumeona mpaka mwaka jana CCM ilikuwa kwenye ilani yake hakuna katiba, bado walikuwa naona katiba sio priority. Mwaka jana ndio wakaiweka kwenye ilani, kasema hatutapata katiba katika nchi ambapo kutakuwa na utashi wa kisiasa kwa CCM na serikali. Tuna mengi hayo, lakini nakwambia la pili, yale yaliyorudia chama. La pili, rushwa imefika mahali inamnyang'anya mwananchi haki yake. Kwa kwenye katiba yetu inasema chimbuko la madaraka ni wananchi. Nadhani section 8. Chimbuko la madaraka ni wananchi. Lakini rushwa imewanyang'anya raia haki hiyo. Lazima juhudi za makusudi zichukuliwe na uongozi kuondoa hili, ili wananchi wapate haki yao.
na nikasema ni gumu, kwa sababu viongozi wenyewe siku hizi unaweza kusema kama wewe sio mtoa rushwa, kama wewe sio mpokea rushwa, huwezi kupata uongozi katika nchi, kwa sababu uchaguzi katika nchi, uchaguzi wa serikali, uchaguzi wa vyama, uchaguzi wa taasisi za kiraia ni rushwa. Kwa hiyo inakuwa kama ni taifa tunajenga mazingira ambapo corruption ndio sifa kubwa ya uongozi. Kasema hili ni lazima lifanywe kazi. Sasa nilipoona nasema nilifuatia rushwa, aliniambia ndio mzee, yote ni wazito, nitafikisha ujumbe kwa wenzangu serikalini. Sasa nilipo Ulaya, kwa sababu nilivyosema namfahamu Nchimbi, kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote. Nchimbi alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivyo hivyo, na mmemwona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa na abidi. Mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamatwa, sijui kama huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumwona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya madogo yanayofanya yaachwe tushindane kisiasa. Ni misimamo walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona toa matamshi. Anasema kama mwana CCM akifanya jambo la ovyo, ninakemea. Hakuna cha kusema kwamba huyu CCM amefanya ukaa kimya. Na nilikuwa naeleza wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti, kwa hili ilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Mimi nisema kwanza utaratibu ule wala mzuri, lakini nikapita hiyo. Sasa nilipoona kwenye mtandao kuna barua ya Nchimbi, alikuwa, maana mimi sio mwana mtandao, vijana wangu ndio huwa wananiletea haya. Kwa hiyo binti yangu akaja anasema, mzee, baba, Nchimbi ameandika barua ya kuresign. Akanionyesha kwenye simu yake, nikamwambia hizi ni pranks za watu hawa vijana wanaoandika, mimi sio kweli. Yaani mwingine akaja, mwingine akasema nimecheki huko ni kweli. Basi mimi nikampigia simu Nchimbi, akapokea, akamwambia nimekupigia, kuna barua ina trend kwenye mtandao, mimi kipenda uniambie ni kweli umeandika barua ya kuresign. Akasema ni kweli mzee. Akazungumza akasema, rais reaction yake ni? Akasema bado. Akasema basi tutazungumza kwa urefu zaidi jijue kwa nini una resign.
Siku ya pili nikasikia halmashauri kuu inakutana, nikapigia simu, haikupokelewa. Basi nikaashumu kwa kuwa bado ni makamu, bado labda iko kwenye halmashauri kuu. Jioni kapata tangazo kwamba kutakuwa na press conference ya CCM saa 3 usiku. Nikapigia simu, haikupokelewa. Nikapiga ujumbe, haukujibiwa. Na kwa kawaida mawasiliano yetu alikuwa na respondi mapema tu. Then nikaona yaliyosema kwenye press conference. Nikasema, nikajaribu tena kupiga simu, haipokelewi. Then asubuhi nikaona wanasema amenyang'anywa simu zake. Sasa mimi nikanishangaza kidogo, maana nimekuwa kwenye chama, nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Sasa mimi waliponiambia kwamba wamesema sijui yuko kizuizini ama nini, bado sijaamini kwa sababu sioni msingi wake. Lakini moja ndiyo ya matatizo tuliyo nayo. Ukiangalia ahadi zetu wana CCM, moja inasema nitasema kweli daima, fitina mwiko, iko kwenye ahadi zetu. Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo, kwa sababu CCM ni mwaka jana imetia katiba katika ilani yake, na baadaye sasa Nchimbi alipokutana, nani wa harakati wako hapa aliokutana nani? Alipokutana nao akawahamasisha tupate katiba mapema. Katika tuhuma ambazo inasemekana amepewa ni kusema hivi, na hiyo ndio inanipa wasiwasi. Kweli tuna utashi wa siasa ama tunatia tuendelee hivi, isahau tutafika 2030 hatuna katiba mpya inayotumika. Na hali ninavyoiona, unaweza kuwa kuna mlipuko. Na ndio maana jenerali aliponiuliza nilisema sioni uwezekano huu. Kwa hiyo tuwe na kitu cha mpito hivi. Nikasema tuchukue maeneo yale ya katiba ambayo ni muhimu, tuzungumze, tukubaliane, tutunge sheria kama ilivyotungwa sheria ya uchaguzi. Wakati tunangojea katiba mpya, katika maeneo hayo, mfumo wa uchaguzi, mgawanyo wa madaraka, muungano na maadili, haya manne tukiyachukua, labda na mgombea binafsi, kwa hiyo iko kwenye katiba inayopendekezwa, lakini imetiliwa masharti ajabu. Hayo tuyafanyie kazi, na tuyafanyie kazi kama kweli tuna utashi wa kisiasa, tuyakamilishe mwaka ujao. Tukiyakamilisha hayo, then tunaweza kuwa na matumaini kwamba uchaguzi unao wa mwaka 30 utakuwa haki kuliko ilivyokuwa. La sivyo
la sivyo tutaendelea na utaratibu wa kuengua, utaratibu wa kurabubu. Unapata matokeo percentage ambayo mtu mwenye akili katika nchi hii hawezi kuifikiria kwamba inaweza kutokea, na hiyo italeta mgongano. Na tunaweza kipindi mwaka jana watu wamekufa, sasa wanasema 518. Mimi naamini watawala wanajua watu waliokufa ni zaidi ya hiyo, wananchi wanajua walikuwa zaidi ya hiyo. Sasa tukienda hivi, tukifika kule na inaonekana maandalizi ya uchaguzi tunayofanya, tunasema vyombo vya ulinzi na usalama vijiandae tuwe na uchaguzi bora. Sasa tumeona vyombo vya ulinzi na usalama wanafanya nini kujiandaa, kwa sababu walijiandaa kwa uchaguzi uliopita mwaka jana, matokeo yake ni watu kufa. Tena hata hii 118, yani ukisikia hata viongozi wanaona kama ni idadi ndogo, kwamba watu 518 ni idadi ya watu ndogo. Na kama tunakwenda hivi, na ndio tunaona hata kuomboleza kitaifa ni kama haipewi umuhimu, wanaona kama sio hasara kubwa. Sasa ninachosema, tuone kama tunaweza kuwa na utaratibu ambao utatuwezesha kupata katiba kabla ya mwaka 30. Tusingojee kamati, tusingojee tume ya maridhiano. Ni lazima tuchukue hatua kwa sasa, ili kufika mwisho wa mwaka kesho tuwe na katiba. Na hiyo inataka utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa ya viongozi wote wa kisiasa. Muje na utashi wa kisiasa, tupate katiba, tujiandae kwa mwaka 30. Sina zaidi ya hapo, na washukuru. Asante sana mzee. Mnaruhusiwa kumpigia makofi wale mnaokubaliana naye. Na nimpongeze mzee wetu kwa kung'ang'ana na hoja yake ya katiba. Kwa kweli sijai kuona mtu consistent na hoja hii kama yeye. Na hata juzi kwenye ule mzengwe, mimi nilimwambia jenerali nampa pole sana mzee, kwa sababu sijui alitumwa na nani siku ile kwenda unaitwa mzengwe, naona alimzingua kweli kweli kwenye mahojiano yale, na hakutoka kwenye mstari pamoja na yote haya. Kwa labda tukiwa na ung'ang'anizi wa namna hii tunaweza tukafika, naona dalili